Makumbusho ya Mkwawa yaliyoko katika kijiji cha Kalenga wilayani Iringa vijijini ni kumbukumbu hai ya historia adhimu ya kiongozi mashuhuri wa kabila la Wahehe, Chifu Mkwawa. Makumbusho haya yalianzishwa rasmi mnamo mwaka 1954 na serikali ya kikoloni ya Kiingereza kama sehemu ya kuhifadhi na kuenzi urithi wa Chifu Mkwawa na mapambano ya Wahehe dhidi ya ukoloni wa Kijerumani mwishoni mwa karne ya 19. Jina la Mkwawa linaashiria ushujaa, ujasiri na mapambano ya dhati ya kupigania uhuru. Katika makumbusho haya vimehifadhiwa vitu vya kihistoria kama vile silaha za vita, mavazi ya jadi, vielelezo vya maisha ya Wahehe, na moja ya hazina kubwa zaidi ni fuvu la kichwa cha Chifu Mkwawa ambalo lilirudishwa kutoka Ujerumani baada ya miaka mingi ya maombi na juhudi za wazawa wa Iringa pamoja na viongozi wa Tanzania. Makumbusho ya Mkwawa si tu ni kumbukumbu ya vita dhidi ya ukoloni, bali pia ni darasa la wazi la utamaduni wa Wahehe, ujasiri wa viongozi wao na juhudi za kulinda utu na ardhi yao. Kwa wageni wa ndani na wa nje, makumbusho haya yanaendelea kuwa mahali pa kujifunza, kutafakari na kuenzi historia adhimu ya taifa la Tanzania. Na hapa nipo ndani ya makumbusho hii tukijifunza na kutazama kilichopo ndani ya makumbusho hii. Karibuni tena. Sasa tumeshaingia kwenye chumba ambacho hichi chumba kimehifadhi picha pamoja na masalia ya kipindi hicho ambacho alitumia Bwana Mkwawa. Tukianza na pale juu ni picha yake ambayo yule sasa ndio Mkwawa mwenyewe. Na ile picha yake ni ya kufikirika kwa sababu zamani kulikuwa hakuna teknolojia ya kamera. Kwa zamani picha nyingi zilikuwa zinachorwa na watu wa zamani walikuwa ni wataalamu sana kwenye kuchora. Tukitoka kwenye ile picha, kitoka Bwana Mkwawa anakuja mwanae Sapi ambaye picha yake ndio hii hapa juu. Huyu hapa ndio anaitwa Sapi Mkwawa. Hapo nje kwenye kaburi kubwa kama nyumba ndio amezikwa bwana huyu. Na hii picha yake ni ya kuchora kama baba yake. Kwa baada ya Sapi akaja kufuata huyu hapa Adam Sapi ambaye huyu alikuwa spika yetu wa kwanza wa bunge la Tanganyika. Kwa baada ya Adam Sapi akafuata mtu mmoja anaitwa Abdu. Abdu picha yake hatujapata kuwa nayo katika hii makumbusho, ipo katika makumbusho ya familia. Kwa baada ya Abdu akamrisisha mtoto wake wa kiume ambaye ndio chifu wetu sasa hizi anaitwa Adam wa pili Sapi Mkwawa. Huyu alipewa chifu akiwa mdogo kwa sababu kipindi cha utawala wa baba yake hakufanikisha kupata watoto wa mwanzo wa kiume. Uchifu anapewa mtoto wa kwanza wa kiume katika familia ya kichifu. Kwa huyu hapa alikuja kuwa wa mwisho. Ndio maana alipewa chifu akiwa mdogo kwa sababu wote wajua walikuwa dada zake walikuwa ni makike. Kwa hiyo alipewa chifu akiwa na miaka 13 akiwa darasa la 7 mpaka sasa hizi ana miaka 22 na kwa sasa hivi anasoma chuo kikuu cha Iringa ambacho la kwanza kiliitwa Tumaini. Tukiachana na picha zilizojaa katika makumbusho hii, basi historia ya Wahehe haijaishia hapo. Hapa tunaangaza kwenye utamaduni wa vyungu vya asili vya Wahehe. Vyungu ni vingi sana, lakini kama ujui, Wahehe walikuwa wanatumia vyungu kama dira ya kugundua upande ambao maadui walikuwa wanatokea. Na zaidi ya yote ni hiki chungu cha Chifu Mkwawa ambacho kilimsaidia kugundua kama mke wake ametoka nje ya ndoa. Ikumbukwe tu, Chifu Mkwawa alikuwa na wanawake wasiopungua 62 ambao walikuwa sehemu mbalimbali ndani ya mkoa wa Iringa. Upande wa huko tunaona tuna kinu ambacho Wahehe wanaita utuli na mtwango. Kinu na mche wake ambacho hichi kilichongwa kwa mtu wa mpingo. Zamani kulikuwa hakuna mashine. Kwa zamani mashine yao ilikuwa ndio hiyo, walikuwa wanatwanga nafaka pamoja na dawa za Mkwawa. Na sasa hivi ukienda kwenye baadhi ya nyumba za Wahehe wa zamani, hivi vinu utaviona vipo vingi. Tunaambia upande wa huku juu hivi Wahehe wanaviita vinyandilo, vyungu, ambao kazi yake kubwa kipindi hicho ni kuhifadhi asali, maziwa, nafaka pamoja na maji. Chini sasa tunaona kuna chungu. Ile hichi chungu kina matumizi tofauti na hivi vya juu. Hichi hapa chungu Wahehe walikuwa na kita luemelo, kwamba ilikuwa kinamaanisha kwa sasa hizi tunaweza tukasema ni kama dira, kwa sababu zamani walikuwa hawajui kama upande ni mashariki na upande ni magharibi. Kwa walikuwa wanatumia chungu hichi kujua maadui wanatoka upande upi. Hichi chungu kina sehemu 5. Sehemu ya 5 ni hapo katikati. Kwa huko pembeni kulikuwa
kulikuwa hamna kitu kinawekwa, viwili vinafunikwa, viwili havifunikwi. Hapo katikati inawekwa dawa ya kienyeji. Kwa akianza kuongea maneno ya kiganga, upande ambao utaanza kufuka moshi, tuonekana upande ndio maadui anakotokea. Kwa inabidi wakajipange kwenye huo upande. Chini sasa kuna chungu kingine ambacho hicho chungu nacho kina matumizi tofauti na hivi vingine. Hichi chungu wao walikiita rufugo. Ikiwa inamaanisha hichi chungu kilikuwa kinamuonyesha Mkwawa kujua mke yupi anatoka nje ya ndoa. Yeye Mkwawa alikuwa na wake 62 na alikuwa ishi nao sehemu moja. Kwa akifika hiyo sehemu kuna wake zake. Kabla hajakutana nao kimwili, alikuwa anawapima kwa kutumia chungu hichi kuona kama wamejaribu kutoka nje ya ndoa au hawajatoka. Hicho chungu kina sehemu 4. Sehemu ya 4 ni katikati. Kwa hapo katikati ilikuwa inawekwa dawa ya kienyeji, pembeni hivi viungo inawekwa maji. Alafu pembeni yake wanasoma wanawake watatu, mmoja hapa, mwingine kule na mwingine nyuma ya kile chungu. Kwa ataitwa mganga, ambaye huyo mganga anahusika na mambo ya wanawake. Kwa ataanza kumzunguka huyo mwanamke huku akiongea maneno ya kiganga. Upande ambao utabadilika rangi nyekundu, amesema mwanamke pakaanza kutoa mapovu, itaonekana mwanamke ametoka nje ya ndoa. Kwa inabidi apewe adhabu. Hiyo adhabu alikuwa anakatwa masikio mawili. Lengo watu wakimkuta amekata masikio wajue kabisa huyu alitoka nje ya ndoa. Na pili iwe fundisho kwa hao wengine wasijaribu kutoka nje ya ndoa. Kwenye wake 62 wa Mkwawa aliyekuwa ametoka nje ya ndoa alikuwa ni mke wa 9. Alikuwa anaitwa Sechalamila. Kwa ukisikia kwa Chalamila ni ukorofi alianza bibi yao kipindi hicho. Mawe ya historia yaliyohifadhiwa katika makumbusho ya Chifu Mkwawa si tu vipande vya ardhi, bali ni ushahidi wa vita, ushindi na utamaduni wa Wahehe. Kila jiwe lina hadithi ya kijadi juu ya mapigano dhidi ya wakoloni wa Kijerumani. Mawe haya yaliyoguswa na miguu ya mashujaa yanahifadhi sauti za vizazi vilivyopita, yakiwa kimya lakini yenye ujumbe mzito wa ukombozi na mshikamano wa watu wa Iringa na Tanzania kwa ujumla. Hizi ni zana za mawe ambazo kipindi hicho binadamu walikuwa wanatumia hizi zana za mawe katika kufanya shughuli zake, ambazo hizi zana za mawe zimehifadhiwa huko Ismila Stone Age, ambapo sasa hapo kuna mfano wake, kuna shoka, mkuki, mapanga, kisu na hapo chini makuza. Kazi ya makuza ilikuwa na kazi nyingi. Kazi ya kwanza, haya ni mawe yalikuwa yanatumika kulainisha vitu ambavyo vina mfupa mgumu. Alafu pili, walikuwa wanatumia vitani. Ili jiwe walikuwa wanatafuta kamba ndefu wanaliviringisha kule mwishoni na kumrushia adui. Upande wa huku sasa kuna maardhi ya zamani, ambapo haya maardhi sasa nao yanapatikana huko Ismila. Haya maardhi yalisemekana kwamba yana asili ya chuma, ila watu walikuwa wanabisha. Kwa Dr. Pomsemo mwaka 1966 akaamua kuyeyusha bidhaa hii, akatengeneza bidhaa hizi hapa, ambapo kuna majembe ya chuma, vibanio vya chuma, mikasi ya chuma pamoja na shoka ipo kule. Na kipindi hicho ndio ikaundwa sheria, kama mwanaume anaenda kutoa posa kwa binti wa Kihehe, lazima atoe majembe, slasher pamoja na mapanga kama kudumisha mila na desturi za Wahehe. Urafiki wa damu kati ya Chifu Mkwawa na Abushiri haukuishia katika kupeana silaha tu. Kupitia urafiki huo, Chifu Mkwawa alijifunza lugha ya Kiarabu aliyofundishwa na rafiki yake Abushiri bin Selim. Baada ya hapo nimekwambia Mkwawa alikuwa na rafiki yake mkubwa Abushiri. Kwa Mkwawa alimwomba Abushiri amfundishe lugha ya Kiarabu, kuandika pamoja na kuongea. Kwa bwana Mkwawa yeye alikuwa anajua kuongea na kuandika Kiarabu. Kwa hiyo hapa ni barua, ambapo hii barua sasa Mkwawa aliandika kwa lugha ya Kiarabu na alikuwa anamwandikia mtu mmoja aitwa Luteni Englehart, ambapo huyo Luteni Englehart yeye alitumwa na Umoja wa Mataifa aje huku kwetu Afrika kuangalia hizo resistance ambazo wanafanya hao wazungu kama zinatenda haki za binadamu. Kwa baada ya Luteni Englehart kuingia Tanganyika, makazi yake makubwa yalikuwa sehemu moja panaitwa Kilosa, Morogoro. Kwa Mkwawa kwa mpata taarifa za huyu bwana, kwa akamwandikia barua akimuomba kibali cha kukabiliana na machifu ambao walikuwa na msaliti. Hao machifu ni jirani na mkoa wa Iringa, ambao kuna Njombe alikuwa anaitwa Kiwanga, Morogoro alikuwa anaitwa Begere, Ruvuma alikuwa anaitwa Chabruma na Kiwanga alikuwa ni Njombe. Kwa hii barua iliandikwa kwamba yeye Mkwawa anaomba kukabiliana na hao machifu kwa sababu walikuwa na msaliti, wanashirikiana na wazungu. Sasa hii barua ilikuwa inaenda kwa njia ya miguu. Zamani kwa kuna usafiri. Usafiri zamani ulikuwa ni kwa miguu. Kwa hii barua ilikuwa inaenda huko Morogoro kwa miguu. Sasa huyu Luteni Englehart kibali cha kuishi hapa Tanganyika kikawa kimeisha. Kwa hiyo akaondoka akaenda kwao. Kwa hii barua haikuweza kumfikia, ikamrudia Mkwawa. Maana Mkwawa ile vita ya pili alipigana kati ya Wahehe na Wajerumani, aliamua kujiua kwa sababu alikuwa amekosa matumaini. Katika historia hii ambayo nimekuletea siku ya leo ndani ya makumbusho hii ya Chifu Mkwawa, tumejifunza kuwa
Mwili wa shujaa huweza kupumzika, lakini jina lake huishi milele. Hapa makumbusho ya Chifu Mkwawa tunashika si tu vinyago na mapanga ya kale, bali pia mshumaa wa ujasiri wa uhuru wa watu wetu. Na mimi ninahitimisha hapa kwa siku ya leo. Ninakuaga. Bye bye.